Kimsingi mafunzo haya yanalenga kuwajengea uwezo na uelewa wa watumishi wa Wizara ya Ujenzi ambayo yanafanyika kimakundi hapa jijini Arusha katika ukumbi wa Chuo cha Afya SEDA. Katika awamu zote tatu watumishi wanapata nafasi ya kujua haki zao katika utumishi wa umma, lakini pia wanapata nafasi ya kujua sheria na kanuni zinazosimamia utumishi wa umma, lakini pia wanapata kuelewa ni namna gani watoe huduma bora kwa wateja ambao wanahudumia. Kimsingi haya mafunzo yanafanyika kwa siku 3, wanakaa darasani, lakini baada ya mafunzo hayo kwa siku 3, mwajiri amewapa fursa ya kutembelea hifadhi zetu za wanyama. Kwa hiyo baada ya kukamilika, siku ya 4 ni siku ya utalii. Kimsingi ni kuunga nguvu juhudi za Mheshimiwa Rais za kutangaza utalii wa ndani kwa nchi ya Tanzania. Mafunzo tunayoendesha kimsingi mafunzo kwa watumishi ambao wanakaribia kustaafu, watumishi ambao wanaingia kazini kwa mara ya kwanza, lakini pia mafunzo kwa watumishi kulingana na kada zao na malengo ya taasisi. Ni kazi yetu sisi kufanya hivyo, kuwasaidia waajiri kuweza kuboresha utoaji wa huduma katika utumishi wa umma. Kwa kuchukua nafasi hii kwa niaba ya mtendaji mkuu na mkuu wa chuo kuendelea kualika wizara, idara zinazojitegemea na taasisi za serikali kutuletea watumishi ili tuweze kuwanoa na kuweza kuwaweka katika viwango, wafanye kazi kwa weledi, kwa uadilifu na kuwatumikia wananchi, kwa sababu kama watumishi hawatapewa mafunzo, tunafikiri kwamba kutakuwa changamoto kwa utendaji, kwa sababu kisu kilichonolewa hakiwezi kukata vizuri. Kwanza kabisa tumepata mafunzo, tumefundishwa sisi umuhimu wa mtumishi wa umma katika kulitumikia taifa la Tanzania. Lakini pia kupitia mafunzo hayo tumepata pia kufundishwa, tumeletewa mwezeshaji wa kutufundisha magonjwa, kujua namna lifestyle yetu watumishi tuweze kuzipambania afya zetu, magonjwa yapi ni magumu, yapi ya kuambukizwa, yapi sio ya kuambukizwa, yapi yana athari kubwa kwenye jamii. Kwa hiyo tumefundishwa namna ya kuweza kujipambania afya zetu, kujikagua umuhimu wa afya zetu. Naamini baada ya hapa tutabadilisha lifestyle ya namna tunavyoishi, lakini pia tutaweza kuwa wachapakazi bora kwa kuzingatia maadili na miongozo iliyowekwa kwa utumishi wa umma, na hatimaye tukatoa huduma sahihi kwa umma na jamii nzima ya Tanzania.